faida ya kufika mbali kimataifa. Lakini sio tu faida ya kufika mbali kimataifa, ndio faida na yenyewe ya kupewa ile wiki nzima kusubiri mechi ya kimataifa. Hatari yake ndio inakuja hapa, kwa sababu at this point ni lazima Simba malize mizunguko yake iliyopo, awe sawa na wengine kabla hajasimama tena kucheza fainali. Yaani hiyo ni tayari ni kitu ambacho lazima kifanyike, hakuna namna nyingine, kwa sababu palipobakia wenzake hawezi kuendelea bila yeye. Kwa ratiba ya ligi iliyokuwa imetoka, mizunguko miwili ya mwisho mechi zote zinabidi zichezwe muda mmoja. Sasa kama mechi zote zinabidi zichezwe muda mmoja kwenye mizunguko miwili ya mwisho, kuna watu ambao saizi tayari wamebakisha mizunguko mitatu tu. Kwa akicheza hapa mzunguko mmoja tayari wanakuja kwenye ile ratiba ya mechi mbili za mwisho kucheza ndani ya muda mmoja. Sasa zile za mechi za muda mmoja zitachezwa vipi kama Simba hayupo? Kwa ni lazima asubiriwe. Na sasa Simba wewe mtamsubiri kwa ajili ya mizunguko miwili au mtamsubiri pamoja na mizunguko yake mingine ya nyuma? Kwa hapa alipo anatumikia mizunguko yake ya nyuma, na ndio maana umeona ratiba mechi 4 hapa, hakuna mtu mwingine yote anacheza zaidi yake yeye. Anacheza mechi 4 mpaka ratiba ikae sawa. Exactly. Watu wanakuwa mko katika mizunguko ambayo ni sawa. Ambapo sasa hapo watu watakuwa kwenye nafasi ya kukusubiri wewe, au wanaweza akacheza mzunguko mmoja alafu akakusubiri wewe kwenye hiyo miwili inayofuata. Na bado hapo kuna hati yake ya kuahirisha baadhi ya michezo. Lazima si hiyo mizunguko miwili ya mwisho. Kwa sababu hapa sasa hivi tukisema okay, tunazungumzia hilo, labda kamaliza mizunguko yake hii 4 ambayo kawekewa, aimalize, ambao anacheza kila baada ya saa 72. Kawa sawa. Mchezo wake wa klabu bingwa finali mkondo wa kwanza anacheza tarehe 17, sio? Tumbe mechi kabla tarehe 17, kwa sababu mechi ya mwisho anaanza tarehe 11 kumaliza mizunguko. Lakini jana tulishasema hapa itakuwa mtihani. Ndio. Kupewa mechi kabla ya kuelekea kimataifa. Maana ni kwamba tarehe 11 sasa anacheza mechi yake ya mwisho. Tarehe 11 anaanza mechi yake ya mwisho katika hizi mizunguko minne. Anabakisha siku 6 kabla kwenye mchezo wa finali mkondo wa kwanza tarehe 17. Je, apewe mechi hapo kutokea tarehe 10 labda 11, apewe mechi tarehe 14? Jibu ni hapana. Sasa kama ni hapana, tegemea hii mechi ambayo inatolewa hapa itakuja kukukuta huko mbele, haiwezi kuepukika, na utalazimika kuicheza kabla hamjaingia kwenye ile mizunguko miwili ya mwisho ambayo wenzao watakuwa nakusubiri. Lakini mind you, sio hiyo tu, ana nusu finali ya FA ambayo ilipaswa kucheza nadhani kama ni tarehe 16, ambayo na yenyewe itabidi imsubiri. Kwa huenda akawa na mzunguko mmoja wa ligi na mechi nyingine ya FA. Kwa hapo mbele atakuwa na vipolo vingine viwili, nusu finali ya FA, mzunguko mmoja wa ligi, alafu bado na mizunguko miwili mingine ya ligi ambayo imebakia. Kwa sometimes kuna faida na hasara zake za kufika huko mbele. Tunatamani na yeye awe anapata muda ndio wa kupumzika hapa, lakini tayari alishakuwa na mechi nyingi hapa. Na kikanuni na kisheria timu ina uwezekano wa kucheza mechi kila baada ya saa 72. Kila baada ya saa 72. Ni kosa kisheria kuwachezesha chini ya saa 72. Unapata hapo ndo changamoto, lakini after every 72 hours naelewa frustration yake, naelewa ugumu wake, lakini tukiulizana hapa, hebu na wao watusaidie njia mbadala tufanyaje? Labda wazo lingine sasa, kwamba badala ya kucheza hizi saa 72 ili mwesawa mizunguko na wengine, tusaidieni wazo, tuje na njia gani mbadala? Haya ni ya George Job, lakini asante kwa wewe ambao unaendelea kutuandikia. Asante sana, na sisi tutakuja kusoma ujumbe wako hapo baadaye. Tutoke hapo au nataka tuendelee kusalia? Kama kuna mengine leta. Wewe ndo naoza bwana. Vijana mnataka kumaliza kila kitu vijana. Au tubakize kwa ajili ya Sports Arena? Sports Arena itakuwa ni namba 1 baada ya nyingine. Tutaweka vitu. Hii si mahakama ya michezo. Hapo tunatoa hukumu. Tunatoa hukumu alafu sisi tunapita. Haya, kwingineko ni Young Africans ambao tayari wamesharejea bara na wakiwa na kombe lao, wakiweka wazi ratiba yao kwa sasa. Wanafanya maandalizi ya nusu finali ya kombe la FA. Alikama ameelezea mambo ambavyo yalikuwa huko Muungano, lakini kwa sasa kazi iliyopo mbele yao ni maandalizi ya mchezo CRB Cup dhidi ya JK.